Tukianzia kwa upande wa Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, inasemekana kwamba tayari wanahitaji huduma ya mchezaji wao alikuwa mchezaji wao kiungo mshambuliaji Stefan Aziz Ki. Lakini ukweli ni kwamba mpaka sasa hivi hakuna mazungumzo yoyote yaliyoanza baina ya pande zote mbili, kwa maana ya mchezaji na timu husika ambao ni Young Africans. Kwako Mkengi, unadhani ujio ama Young Africans ni wakati sahihi wa kumrejesha Stefan Aziz Ki? Bado wanahitaji huduma hiyo kwa Stefan? Ni kwa maana wakati sijui niwekeje, lakini kwa msimu ujao. Sawa, ndio nasema ili ionekane kama ilikuwa timing nzuri au mbaya, itategemea na Aziz nini anakuja kufanya. Kwa sababu kama leo hii Befa unaweza kuchukulia mfano mwanadamu aliyependekeza Chama arudi Simba. Sio, umeelewa? Muone mwanadamu leo yupo katika hali gani? Kwa sababu kwa kile ambacho anakionyesha mchezaji. Lakini rejelea nyuma. Mwanadamu aliyesema Mixon arudi Simba. Sio, umeelewa? Kama Azizi atarudi, kama Yanga itaonyesha kabisa interest ya kumhitaji, ni kwa kile ambacho amekifanya hapo nyuma. Unajua? Sasa ili ionekane kama ilikuwa ni kitu kizuri ama ni kitu kibaya, it depend na mchezaji mwenyewe anakuja kufanya kitu gani. Lakini mchezaji anaijua ligi yetu na amewahi kuwa MVP hapa, anajua mahitaji ya hapa, anajua kiujumla anajua maisha ya Kitanzania, na huwa anasema miongoni mwa vyakula ambavyo huwa anavimisi basi ni pilau. Yes, kwa hiyo kama itatokea Yanga utaonesha nia kweli ya kuifuata klabu yake, kwa sababu sasa hivi anacheza Libya. Yes, ataonyesha ni mwenyewe kama kurudi Tanzania basi. Na mimi nafikiri kama Yanga itaenda kweli kiwa serious na Azizi mwenyewe, labda shida inaweza kwa sehemu moja kiasi ambacho wa Libya wanatoa kwenye mishahara, wanalipa mishahara mikubwa sana. Na bila shaka ligi ya Libya imeshamalizika. Shida sio kumalizia kwa ligi. Shida mkataba unasemaje? Kwa mchezaji yuko free sasa, ni yeye na klabu yake na klabu ya Young Africans. Betha, kwa maana ya makubaliano. Huyu ni mchezaji wa Wydad ambaye yuko wapi? Libya kwa mkopo. Al-Ittihad. Kwa sababu sikasaini miaka miwili, kacheza msimu mmoja. Kwa hiyo msimu uvoisha bado ana msimu mwingine. Kwa hiyo kama Yanga nataka kumrudisha, ina maana mkikaa mezani huzungumzia hapo era za madafu Betha. A lot of money. Juma Shabani, kibiashara nani ni mnufaika hapa? Ni Stefan Aziz Ki ama ni Africans moja kwa moja? Kibiashara nahisi wote wanaweza wakanufaika, Young Africans pamoja na Stefan Aziz Ki. Wakati Yanga wanamuuza Fiston Maele, si ndio? Walikuwa na mhitaji mchezaji mwingine ambaye anaweza akaja akatengeneza biashara, kwa sababu timu za Simba na Yanga lazima uwe na mchezaji ambaye anaweza akatengeneza biashara nje ya uwanja, kwa maana ya kuuza jezi, kuuza hizo brand ambazo zimekuwa ni sehemu ya wadhamini wa hizo klabu. Tuliona Yanga waliangukia kwa Skudu Makudubela wakiamini kwamba hyping ya Skudu inaweza ikaja ikawa ina impact zaidi, na sidhani kama walitizamia kwamba kutakuwa kuna faida ndani ya uwanja zaidi ya nje ya uwanja. Na ndio maana hata utambulisho wake, namna ambavyo Yanga walivyokuja kuarrange, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho walikitarget kwenye matangazo, kwenye promotion. Nadhani Skudu alikuwa anaingia hapo zaidi. Lakini kwa sasa hivi Young Africans nani ambaye wakitambulisha jezi anaweza akazitambulisha? Last season tulimuona Clatous Chota Chama. Alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao walienda kwenda kutambulisha jezi za Young Africans. Azizi namuona sehemu zote mbili. Anaweza akawa ni biashara nzuri ndani ya uwanja, akawa pia ni biashara nzuri ndani ya nje ya uwanja. Kwa maana kwamba ndani ya uwanja atakupatia matokeo ambayo Young Africans tumeona wamekuwa na yakosa. Azizi amecheza Young Africans misimu mitatu. Msimu wa kwanza aliscore magoli 9 pekee, si ndio? Msimu wa pili akascore magoli 21. Msimu wa tatu alicheza robo tatu ya msimu. Akascore magoli 9 pia. Kwa hiyo unaona hiyo impact ambayo Azizi amekuwa nayo. Hapo hatujazungumzia kuhusiana na mambo ya assist pamoja na vitu vingine zaidi, lakini Young Africans wamemsajili Alan Okello kwenye position ambayo Azizi alikuwa anatumika. Mechi za mwanzo Alan alikuwa ana struggle sana kutokana na position ambayo alikuwa anafanyaje anatumika. Alikuwa anacheza zaidi kama winger midfield, kitu ambacho
watu wengi walikuwa hauoni ubora wa nani wa Alan Okello, lakini baada ya kumswitch kumchezesha akiwa kama Shimoni tumeanza kuiona impact ya Alan Okello. Kuna mechi baadhi ambao anatumika kama sehemu ya tegemezi kwa ajili ya kuipatia timu ushindi, na kikubwa zaidi ni kuweza kuongeza ushindani kwenye upande wa kikosi, kwa sababu tunamzungumza Alan Okello ambaye ana mechi 17 za kwenye ligi na amefunga magoli 7 na ametoa pia mchango assist wa magoli 7. Ratio yake inaonekana ikiwa nzuri zaidi, amehusika kwenye magoli 11, 14 kwenye michezo 17. Ni aina ya wachezaji ambao wanakushawishi kuendelea kuwa naye katika upande wa msimu ujao. Changamoto ipo sehemu moja. Alan Okello ana umri wa miaka 25 kwenda 26, si ndio? Una Stefan Aziz Ki ambaye unataka kumrejesha, ambaye mwenye umri wa miaka 30 kuelekea 31. Kitu ambacho naamini Young Africans inawezekana wakamtegemea zaidi Alan Okello kuliko Stefan, kwa sababu unapomleta mchezaji kama Stefan, tafsiri yake ni kwamba kama umemtumia sana basi ni misimu miwili mpaka misimu mitatu. Mkenge amemzungumzia Luis Mixon ambaye alirejeshwa Simba. Mimi pia nilikuwa na doubt na usajili wa Mixon kwa sababu ameenda National Al Ahly, amekutana na hiyo pressure, lakini baada ya pale alipata injury ambayo ilimweka nje zaidi kwa takriban miezi 6. Kitu ambacho unapomleta kwenye timu ambayo yenye ushindani ambao alitoka, aliacha legacy kuja kuitengeneza legacy mpya na kwenda kuifikia na kwenda kuivunja, nadhani ilikuwa ni changamoto. Tumeona pia hata kwa upande wa Cristiano Ronaldo baada ya kurejea Manchester United, nini ambacho pressure gani ambayo Ronaldo alikuwa anakutana nayo. Lakini kimwangalia Aziz wa nusu msimu baada ya kujiunga na Al Ittihad ya Libya, amecheza almost zaidi ya dakika 1102, si ndio? Amefunga magoli 3 kwenye ligi na amefunga pia goli 1 kwenye upande wa michuano FA ya huko Libya. Kwa hiyo sitaki kuamini sana kwenye namba. Nataka niangalie kwenye hiyo quality ya nani, ya Stefan Aziz Ki. Young Africans wamekuwa ni wanufaika wakubwa sana wa mipira ya set pieces. Kitu ambacho sasa hivi humuoni huyo mpigaji wa hiyo mipira ya set pieces. Leo anaweza kapiga Okello lakini humuoni katika ubora huo. Kesho anaweza kapiga Pacome, kesho anaweza kapiga Prince Dube. Kwa hiyo wamemkosa mchezaji wa aina hiyo. Ukiangalia Arsenal ambaye imechukua ubingwa msimu huu, wamefanikiwa zaidi kwenye set pieces. Ndo magoli yao mengi sana Arsenal ambao wamefunga katika msimu huu. Kwa hiyo sometime kama mnashindwa kufika ndani ya boksi mkiwa mnacheza na mpinzani, tengenezeni faulu ama tengenezeni mipira mingi ya kona ambao mnaweza mkawa nufaika katika upande wa hiyo engo.